ufalme wa Mungu utakuja lini? Utakuja lini? Wakauliza hivyo. Kwamba ufalme wa Mungu hivyo utakuja lini? Lini? Mbona tunausubiri hauji? Tunausubiri. Na Yesu aliuliza pia, utakuja kwa mfano upi? Kwa mfano upi? Ili ukifika tufahamu utafika. Huu ni ufalme wa mbinguni. Na isitoshe unajua watu wanapoulizia kwa ajenda ya kuja kwa ufalme wa Mungu ni kwamba wamekaa kwa kujibana kwamba Yesu anakuja wameacha zile dhambi alafu haji. Kwa hiyo wanataka wajue kama anakuja miaka 10 baadaye basi waweze kurudi hata kwa shetani miaka 5 alafu warejee miaka 5 wakimsubiri huyo Yesu. Alafu kuna hii karne ya 21 sasa. Karne hii ya 21 ni kwamba inamsubiri Yesu. Inamsubiri. Lakini sasa kumbe Yesu tayari amesharudi, Yesu Kristo amekwisha kurejea. Lakini sasa amerejea kwa mfano wa mwanadamu. Amina. Ndio hapo sasa kuamini. Lakini hata ujio wake pia alikuja kwa mfano wa mwanadamu. Kwa hiyo ni kitu ambacho pia watu wanatakiwa wakitazame kwa sababu kama ambavyo Mtume alitufundisha kwamba Mungu ni roho na shetani ni roho, wanamtumia mwanadamu ili waweze kujifunua. Kwa hiyo hata Yesu mwenyewe wakati anakuja alikuja kwa mfano wa mwanadamu na hawakuamini. Hawakuamini kwamba ni mwana wa seremala, kwamba anahubiri yote haya. Haiwezekani. Tunamfahamu. Na karne ya leo ya 21 kwamba mtume Jike Mwasaso ametumwa. Watu hawaamini. Mbona tunamfahamu? Ni kweli hawaamini kwa maisha sababu yaishi, mbona tulikuwa tunaruka majoka wote. Leo hii anasemaje ametumwa? Leo hii anasemaje Kristo amerejea? Amina. Leo hii ni kwamba eti Kristo anajifunua kwa ukoo mpya wa Mwasaso. Mbona ukoo upo kule Mbeya tunausikia. Tunausikia. Anasemaje kwamba Kristo anajifunua kwa ukoo mpya wa Mwasaso? Huyu ni muongo huyo. Ni kweli kwa sababu akili zao zimechukua nafasi kuliko Roho Mtakatifu. Na pasipokuwa na Roho Mtakatifu kiukweli hata tu kuhusiana na ukoo mpya wa Mwansaso kwako inakuwa ni ajenda kwa sababu mimi nakumbuka kuna mtu alisema, "Yaani na elimu yako kubwa yote umebadilisha ukoo." Tena. Sasa nikauliza kwamba kaonekana kwamba elimu yako haina maana tena. Masuala ya elimu. Kwa hiyo unakuja kutazama kiwango kikubwa sana cha watu ambao pia wana elimu wanakosa kuwa na Mungu ndani yao kwa sababu hawaamini katika hayo, lakini pia elimu zao zimetangulia kuliko Roho Mtakatifu. Na ndio maana aliye na maarifa kwamba amesomea kuhusiana labda na neno la Mungu, ni vigumu sana kumtegemea Roho Mtakatifu kwa sababu unapotezaje muda kumsubiri Roho Mtakatifu akuambie wakati unajua kabisa umesoma ama umefundishwa kwamba hili unafanya hivi. Sasa unamsubiri Roho Mtakatifu kwa nini? Kwa hiyo ni kwamba elimu inakuzuia kuamini kwamba Kristo amerejea. Hiyo elimu unaona ni bora umsubiri Yesu. Ni kweli. Yaani haujui atarejea lini, ila bora uendelee kumsubiri huyo. Ni kweli kwa sababu unajua wengi kwenye swala la imani kwa sababu kuamini ni kitu ambacho hakionekani. Lakini kwenye swala la kutazama maandiko yanasema nini atakuja na umeorozeshewa atakuja kama mwizi na atakuwa juu mawinguni, tutaota mabawa, tutakwenda kumlaki. Kwa hiyo kutoka kwenye hiyo dhana kurejea kwenye mafunuo ambayo mtumishi wa Mungu Mtume Jike Mwasaso amepewa ni pagumu sana. Kwa hiyo lazima Roho Mtakatifu pia aingilie kati. Mwisho wa siku sije kaanza kuchora picha kichwani. Unachora mawingu kichwani, unachora Yesu atakaporejea. Unajichora na mabawa. Utatengeneza kichwa fulani hivi kwenye ufahamu. Na wakati Kristo amerejea, lakini Kristo wa urejeo tunamuona kwa imani. Amina. Amina msikilizaji. Yote kwa yote ni kwamba katika ujumbe wa siku ya leo ni kuhusiana na vyanzo vya kustawi kwa mwanadamu. Amina. Vyanzo. Chanzo, chemchemi. Kwa hiyo vyanzo sasa. Huo ni ujumbe wa siku ya leo msikilizaji, ambao Mtume Jike Mwasaso anakwenda kutupatia maarifa. Amina. Vyanzo vya kustawi kwa mwanadamu, lakini kwa mfano wa mti. Amina. Huo ni ujumbe ambao leo hii tunakwenda kufundishwa ama kupewa maarifa. Sasa vyanzo vyake vya kustawi kwako wewe ni vipi? Lazima uvijue vyanzo vyake. Ni kweli tutapata kufahamu kwa sababu mtume tayari tuko naye hapa na tutapata maarifa kutoka kwake kwa sababu ni kitu cha msingi sana. Kwa sababu ukistawi basi chini ya jua kila kitu kwako kitakuwa paradiso. Lakini usipostawi unaishi jangwani. Amina msikilizaji, una nafasi ya kushiriki na sisi hapa studio kwa namba ya 0673 906
907, lakini tuko mbashara kwa upande wa Facebook huduma ya Homina. Pia tusipoteze wakati kwa sababu hapa studio tayari tunaye mpaka mafuta wa Mungu Mtume J.K. Mwasaso, na yeye pia atajitambulisha kwa nafasi yake. Amina. Amina. Mpaka mafuta wa Mungu, tunakusalimu kwa sana. Mkombozi amekuja, tunatawala na kumiliki. Amina, amina. Emmanuel, Mungu pamoja nasi. Amina, amina. Naamini uwepo wetu tulionao mahala hapa unathibitisha uwepo wa Mungu. Amina. Maana yake akili zetu hazina nafasi. Amen. Elimu zetu hazina nafasi. Amina. Wala pesa zetu hazina nafasi. Amina. Bali yeye Roho wa kweli wa Mungu aliyemfufua Kristo ni lazima apewe nafasi. Amina. Kwa nini huyu Roho apewe nafasi? Yeye ni mwalimu. Amina. Yeye ni kiongozi. Amina. Naamini wakati naingia niko hapa mmejaribu sana kumwongelea Roho Mtakatifu au mmejaribu sana kuongelea kuhusu elimu au ufahamu wa kiungu. Amina. Kwamba watu wanasimama na elimu ya Mungu kwa kutumia theolojia. Amina. Kwamba inakuwa vigumu sana kwa watu kuleta elimu, lakini nilichotaka tu kuwakumbusha kwamba huyu anayetufanya tuko mahali hapa ni Roho. Amina. Roho Mtakatifu ni nani? Ni mwalimu. Kwa sasa kama atakuja mwalimu ambaye ni mwanadamu, kuna shida. Amina. Kwa ningependa tu mjue kwamba shida ilipo ni kwa sababu Roho Mtakatifu hayupo ambaye ni mwalimu. Ila wanadamu wamejitwalia kwa niaba ya Roho Mtakatifu waonekane ni walimu, wanaenda kufundisha hivyo vitu. Amina. Lakini haya yote ni ya kiroho. Amina. 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 Na kabla hatujaendelea, Mungu kwanza, karibu tufungulie kwa maombi kipindi. Amina, amina. Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu ishe juu mbinguni. Baba, naamini wewe ndio uliyetaka. Ni kwa nini tuko mahali hapa? Akili zetu hazina nafasi, elimu zetu hazina nafasi, wala pesa yetu haina nafasi, bali wewe Roho wa kweli wa Mungu uliyefanya ibada ya kumfufua Yesu ambaye leo hii amerejea ni Kristo. Hakika wewe ndiye mwenye hiki kipindi ambaye utatuongoza kwa huu wakati na huu muda wote tukao kuweko mahali hapa. Naamini mbele ya hili anga na hii ardhi, hakika wewe ni mtawala. Tunajimimina na kujiweka mikononi mwako katika jina la mwanao Yesu ambaye ni Kristo. Amina. Ndugu watangazaji. Amina. Amina. Msikilizaji, nikukumbushe tena namba ya kushiriki hapa studio 0673906907, na hii ni Homina Gospel Radio 90.7 kutoka Njombe mjini. Amina. Mtume, karibu kwa ajili ya utambulisho. Amina, amina. Asante kwa nafasi niliyopewa ya kufanya utambulisho ya mahala ninakotoka, mahala nilikotoka. Amina. Mimi ni mtume niliyetumwa na Mungu wa miungu. Amina. Niliyepakwa mafuta na Mungu wa miungu katika ibada za kiroho. Sijapakwa mafuta na Mungu katika ibada za kimwili. Amina. Nimepakwa mafuta na Mungu katika ibada za kiroho. Amina. Kwa hiyo kwa majina mimi ni mtume J.K. Mwasaso. Amina. Mimi mtume J.K. Mwasaso natoka kwenye huduma inayoitwa Homina. Ningependa jamii nzima na wale wanaotufuatilia watambue na wajue kwamba Homina ni huduma ya ukombozi kwa mataifa yote. Amina. Hakuna asiyejua, hakuna asiyefahamu, lakini tuko mahala hapa tunakumbushana. Kwa wale ambao ni wapya wanaoifuatilia 90.7 Homina Gospel Radio, kuna kitu kipya. Amina. Watajifunza zaidi ili waweze kuchukua hatua. Mahala ilipo hii huduma ya Homina ipo mkoani Njombe, mjini Njombe. Kwa yeyote yule ambaye atahitaji huduma ili aweze kuifikia atatupata mkoani Njombe, mjini Njombe. Amina. Lakini ndani ya wiki tuna ibada mbili tu. Alhamisi tuna ibada saa 3 asubuhi na Jumapili pia tuna ibada saa 3 asubuhi. Lakini ningependa jamii nzima na wale wanaotufuatilia
watambue kwamba hizi ibada zote zinabeba uponyaji, kufunguliwa na kukombolewa. Amina. Ningeomba na ningefahamu au ningependa mtu atambue na athamini hii elimu au huu ufahamu no uachilia kwa ajili ya jamii nzima. Amina. Mawasiliano, kama utatuhitaji, kama utahitaji kufika kwenye ibada siku ambazo nimezisema, kuna 0754 037 522. Napenda kuirudia 0754 037 522. Hii namba ukipiga itapokelewa, utashauriwa, utaambiwa ya kupasayo kuyachukua kwa huo wakati. Pia ukituma SMS zitasomwa, utajibiwa, utashauriwa ya kupasayo kuyatenda kwa huo wakati kulingana na uhitaji wako. Namba hizi ziko mbili. Kuna Halotel 0620 64 50 25. Napenda kuirudia 0620 64 50 25. Pia ukipiga hii simu itapokelewa, utashauriwa ya kupasayo kuyatenda kwa huo wakati kulingana na uhitaji wa kwako, kwamba kwa namna gani una uwezo wa kutufikia kwenye ibada zetu ambazo nimesema tunazo Alhamisi na Jumapili saa 3 asubuhi. Amina. Kwa hayo haya ambayo nayaachilia, ufahamu na uachilia mahali hapa, ni rahisi sana kuupokea, ni kwa sababu ya uhitaji wako wa uponyaji, kufunguliwa na kukombolewa. Amina. Tuna ibada ambayo ni maombi yanayoenda ya mwezi ya siku 30. Amina. Ambayo yanafanyika jioni saa 10. Amina. Haya maombi ni Mungu ameyaweka akiwahitaji waabuduo halisi. Amina. Kwa wewe ningeomba, ningeshauri unayetufuatilia, unayetusikiliza kwa kupitia mitandao yote ya kijamii ya kihuduma, mitandao ya kijamii ya Homina Gospel Radio. Amina. Na Radio Box duniani kote. Haya maombi ni maombi muhimu sana, ni kwa sababu Mungu ni wakati umefika wa urejeo wake, ni wakati umefika wa kukaa pamoja na wanadamu ili aweze kufanya kitu. Lugha rahisi, ni wakati wa kanisa kumdhihirisha Yesu ambaye ni Kristo au Mungu wanayemwabudu. Amina. Kwa ningependa tu nikwambie kwamba karibu, tunayo maombi jioni yana nguvu kubwa. Mungu wetu anaonekana Mungu ambaye ni wa urejeo. Amina. Lakini ukitaka kumfahamu huyu Mungu anayeonekana kwenye haya maombi na ibada kwa ujumla zote, huyu Mungu anajitambulisha katika pendo. Amina. Unyenyekevu na uvumilivu. Amina. Ili ni agano. Amina. Agano nini maana yake? Ni makubaliano. Maana yake mimi mtume niliyepakwa mafuta nimebeba haya makubaliano ya kumtangaza huyu Mungu ambaye ni pendo, unyenyekevu na uvumilivu. Amina. Niko mahala hapa kwa ajili ya kukuambukiza huyu Mungu ili uweze kumpokea. Ana faida ndani ya ukoo wako, ana faida kwenye kabila lako. Amina. Ana faida kwenye familia yako, ana faida mahala pa kazi. Amina. Kwa nakusii ungana pamoja nasi kwenye hizi ibada nazozisema za jioni, kwenye ibada nazozisema za ndani ya wiki. Amina. Na siku zote uamue kubadilika ili uweze kuungana nasi, maana yake umbebe huyu Mungu awe ni Mungu wa familia yako, wa maisha yako chini ya jua. Amina. Mimi nimesema ni mtume. Nimetumwa kufanya nini? Mimi nimetumwa kwa ajili ya kushughulikia madhabahu za ukoo. Swali litaulizwa kwa nini? Ni kwa sababu hizi madhabahu ni chanzo cha changamoto na matatizo chini ya jua. Amina. Madhabahu za ukoo unazotoka upande wa baba yako, upande wa mama yako, upande wa mme wako, upande wa mkeo, zimeingia uwakala, ziko chini ya shetani kwa ajili ya kuachilia ubaya. Kwa madhabahu 99% duniani za wanadamu
za koo na makabila wanaotoka ni giza, zinamwakilisha shetani. Ndio maana tunaishi katika magonjwa, ndio maana tunaishi katika tabu, dhiki na matatizo mbalimbali. Amina. Kwa ningependa kila mmoja ukubali kunisikia na upokee hii injili ambayo ni habari njema ambayo itakutoa hapo ulipo. Amina. Ningependa ufahamu kwamba hiyo changamoto unayopitia chanzo chake ni madhabahu za ukoo unazotoka. Amina. Umaskini ni roho inayotokana na ukoo unaotoka. Magonjwa ni roho inayotokana na ukoo unaotoka. Kwa hiyo ningependa jamii nzima inayotufuatilia izingatie sana hizi jumbe au hii elimu au haya maarifa ninayoyaachilia ambayo yatatufanya hapa duniani tuishi katika nuru na neema kwa kupitia Yesu ambaye ni Kristo. Amina. Amerejea, tuhubiri injili kwa pamoja kwa njia ya sadaka. Kwa nini kwa njia ya sadaka? Yeye ni ufalme. Amina. Hakuna ufalme usioendeshwa kwa sadaka au lugha rahisi kwa pesa. Amina. Unajua kanisa limezungukwa kidogo tu. Neno linapotamkwa sadaka, wao wanajua si ni kitu cha namna gani. Pesa ndio inayosimama katikati, kwa sababu hakuna ibada isiyo na ibada, isiyo na sadaka. Na sadaka inatokana na nini? Lazima pesa ihusike katikati yake. Amen. Kwa hiyo ningependa kila mmoja ajue na afahamu na zingatie haya ambayo nayafundisha, hii elimu au maarifa ninayoyaachilia ambayo yatatufanya hapa duniani kuweza kuwa na mabadiliko makubwa sana. Amen. Yesu ambaye ni Kristo amerejea, na katika urejeo tumeambiwa tutatawala na kumiliki. Amina. Naomba kuwasilisha haya ndiyo yanayosimama katika utambulisho wa huduma ambao ni Homina, huduma ya ukombozi kwa mataifa yote. Na nimesema hii huduma ipo mkoani Njombe, mjini Njombe, na shughuli zake ni uponyaji, kufunguliwa na kukombolewa. Amina ndugu watangazaji. Amina. Amina mtume. Na kabla hatujaendelea kuna maswali ya wasikilizaji. Amina. Amina. Kuna swali la Patson Mwansasu. Amina. Na swali lake anasema, Hosana mtumishi wa Mungu. Anaitwa Patson Mwansasu na swali lake anasema, naomba kujifunza. Nimesoma Mwanzo 2 mstari wa 18 mpaka 20. Mwanzo 2 18 mpaka 20. mpaka 20. Inasemaje? Amina. Mwanzo 2 kuanzia mstari wa 18 inasema, Bwana Mungu akasema, si vema huyo mtu awe peke yake, nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Bwana Mungu akamfanyiza kutoka katika ardhi kila mnyama wa msituni na kila ndege wa angani, akamletea Adamu ili aone atawaitaje kila kiumbe hai. Jina alilokiita Adamu likawa ndilo jina lake. Adamu akawapa majina yao kila mnyama wa kufugwa na ndege wa angani na kila mnyama wa mwituni, lakini hakuonekana wa kumsaidia Adamu aliyefanana naye. Amina. Sasa swali lake anasema, Mungu alisema si vyema Adamu awe peke yake, kwamba angemfanyia msaidizi. Lakini cha ajabu, kabla hajamletea Adamu msaidizi wa kufanana naye, alimletea wanyama na ndege awape majina. Je, hapa Mungu alilenga nini kuanza na wazo ambalo hakukusudia? Okay, Mungu, swali linavyouliza ni kufahamu Mungu alilenga nini. Amina. Kuanza na wazo ambalo yeye hakulikusudia Mungu. Amina. Mungu alikuwa anapima uwezo, alikuwa anapima kile ambacho amekiachilia. Je, kinajitambua? Tukumbuke Adamu anayeongelewa hapa aliumbwa kwa mfano wake nani? Mungu. Lakini hawa wanyama aliopewa Adamu katikati ya maisha yake hawakuumbwa kwa mfano wake nani? Mungu. Ila waliumbwa na nani? Na Mungu. Kwa hiyo hapa ni Mungu mwenyewe alikuwa anajitofautisha na wale wanyama, kwa sababu ndani ya Adamu aliyekuwemo ni nani?
ni Mungu. Kwa hiyo namna ya kufikiri, namna ya kutafakari, namna ya kuonyesha ufahamu ndiyo ambao Mungu aliulenga mbele yake Adamu, kwamba Adamu ana ufahamu kama yule aliyoko ndani mwake. Na ndio maana mbele yake Adamu akagundua, mimi si sawa na hawa wanyama. Amina. Si sawa na hawa wanyama. Maanake Adamu kwa huo wakati akanahitaji sasa wa kufanana naye. Kwa nini? Ameachwa nyuma. Amina. Mungu alimuumba mwanaume na mwanamke roho. Amina. Kwa mfano wa kwake. Kwa kama ni kwa mfano wake, manake Mungu hawezi akatenda jukumu lake lolote lile likafanikiwa bila kuwepo anayefanana na yeye. Amina. Naomba mnielewe vizuri hapo. Amina. Bila kuwepo anayefanana na yeye. Akamweka pale Edeni, mara pale akamchanganya na wanyama ambao wanyama hawakuumbwa kwa mfano wake nani? Mungu. Kwa Mungu ndani ya Adamu akatambua Adamu kwamba hapana, yuko Dorcas anayefanana na mimi. Huyu ndo aje hapa tufanye kazi pamoja ya nani? Ya Mungu. Pamoja ya nani? Ya Mungu. Kwa hiyo kazi ya Mungu inahitaji kukaa kwa watu wanaofanana. Amina. Ndege wanaofanana wanaruka pamoja, wasiofanana hawaruki. Tunaona Adamu na wanyama walishindwa kuruka pamoja. Kwa sababu ya nini? Kutokufanana. Kwa hiyo Mungu ambacho alilenga alikuwa anapima uweza na mamlaka yake, akiyaweka mahala pana uwezo wa kujidhihirisha kama vile yeye ana uwezo wa kufanya hayo. Lakini kwa sababu swali limeulizwa alilenga nini? Alilenga kufahamu ufahamu wake, yaani Adamu anajitambua yuko sawa na Mungu au yuko sawa na wale wanyama. Amina, sijui kama nimejibu sahihi. Amina. Lakini kuna swali lingine, na hili swali ni kwamba ni swali la kipindi kilichopita. Kuna msikilizaji aliyehoji kuhusiana na kuombea. Mtume akasema kwamba tusiwe tunaombea kwa sababu hatufahamu vizuri kuhusiana na pepo. Likaongezeka swali la msikilizaji ambapo alihoji akasema, Hosana hapo studio, nina swali. Mbona Yesu alisema nimewapa amri juu ya pepo wachafu na kupooza magonjwa yote? Mbona mtume unasema sisi wa Abdul Halisi tusiombee? Mbona Yesu alitoa mamlaka ya kuombea watu? Si ndio anavyosema huyu mtu hapo? Amina. Au anasema ajirudia? Amina. Swali lake anasema, mbona Yesu alisema nimewapa amri juu ya pepo wachafu na kupooza magonjwa yote? Mbona mtume unasema sisi waabudu halisi tusiwaombee? Nasema waabudu halisi msiombee watu ni kwa sababu hamna Yesu ndani mwenu ambaye ni Kristo. Yesu alisemaje? Rudia. Yesu alisema nimewapa amri juu ya pepo wachafu na kupoza magonjwa yote. Amri ya kuombea, amri ya kukemea, hawa amri ya kufanya. Mimi nilisema msiombee, siseme usikemee. Unashangani? Andaa swali lako na wewe. Nasema hivi, usiombee we mwabudu halisi ni kwa sababu una Yesu ambaye ni Kristo wa ukweli ndani mwako, hujapona. Yesu ambaye ni Kristo ndani ya mtu ambaye amepewa mamlaka ya kumuondoa adui ni yule aliyebadilika kitabia. Ungekuwa nayo mamlaka usingekuja kwangu. Na kama unayo, kaa nyumbani wewe unajiombea. Wewe uliyekuja mbele yangu mimi sitaki ujiombee kwa sababu mimi na miaka 6 kwanza nimekuagiza sana wewe. Jaribu kusimama, umeshindwa. Mbona kila siku unanipigia simu na matatizo? Na Yesu alishaagiza mwe mnajiombea.
naagiza mwabudu halisi usipende kuombea ombea. Huna uwezo wa hiyo vita. Vita yetu si ya damu na nyama, iko kwenye ulimwengu wa nini? Mimi nimetumwa kumuondoa adui. Kama na wewe umetumwa, fanya. Lakini mi kama mtume wako ambaye najua uwezo wako, naagiza waabudu halisi usijichukulie mamlaka ya kwenda kuombea ombea watu. Huna uwezo, kwa sababu wewe mwenyewe unapenda kufanyaje? Kuombewa. Swali langu, wewe mwenyewe uliouliza swali na waabudu halisi wengine, mimi mimi kuniona naombewa na mtu? Hapana. Kwa nini? Umejitosheleza. Wewe Mimi naombewa. Yesu si aliwapa mamlaka? Kuna viwango. Kuna viwango. Yesu ameachia mamlaka, lakini yale mamlaka namna ya kuyatumia yana kanuni na msingi. Amen. Umenielewa? Amen. Ni sahihi, Yesu ameacha mamlaka, ametupa sisi chini ya jua kwamba tuna uwezo wa kuombea, tuna uwezo wa kukemea. Lakini huo uwezo wa kuombea na kukemea una kanuni yake na misingi yake. Na misingi mmoja wapo wa uwezo wa kukemea na kuombea pepo aondoke ndani mwako ni utakatifu. Lugha rahisi, kubadilika kwa tabia. Je, wewe umebadilika tabia? Kama tayari kweli ni mtakatifu, umebadilika tabia, ombea, atapona. Je, kwa nini wewe mtume unatukataza tusio tunaombea watu, wakati neno la Biblia linasema umepewa mamlaka ya kuombea watu? Sawa, neno la Biblia limesema. Neno la Biblia humu limesema anza tu kuombea. Si ndio maana watu wanafungua makanisa? Amen. Na watu hawafanyaje? Hawaponi. Lakini neno la Mungu la kuponya na kuombewa ambalo Yesu ambaye ni Kristo ameliachilia linahitaji kanuni na misingi ya utakatifu. Wewe mchungaji unaenda hospitali unaumwa, alafu utaniombea mimi ugonjwa utoki uende wapi? Wewe mwenyewe unashindwa kujiombea. Mimi natumia hekima ya kiungu kwa sababu nina upendo na wewe Dorcas. Amen. Ndio maana natoa elimu, naachilia ufahamu halisi. Wewe ukitaka na wewe uwe na sehemu ya kuombea au na waombea wagonjwa na watu, badilika tabia. Badilika tabia. Hilo ni neno la ndani ya Biblia, lakini neno la Yesu aliyolimaanisha lenye pumzi linahitaji mabadiliko ya tabia yako, utakatifu. Amen. Narudia tena, mimi umekuniona nani niombe? Kwanza mnanisumbua tuombee. Wewe mbona uniombee? Mimi naombewa na nani? Dorcas una miaka mingapi hapa? Mimi naombewaga na nani? Umejitosheleza. Wewe kwani ujitosheleze? Yesu si amesema huko? Kwani Yesu ni wa kwangu tu mimi? Sasa mimi na miaka miwili. Mimi kwenye ulimwengu leo naonekana ni mtoto wa miaka miwili. Kwa nini? Sinaelekea kukua. Hivyo je, kuona wewe watu wanaotembea kwenye hili neno kwa sababu Yesu amewaambia utakemea mapepo yatatoka. Hatua ni matokeo. Wapo. Wengi. Unajua mimi siku moja nimewahi kujiuliza wakati naanza tu kuokoka, nikasoma hili neno. Akaja mgonjwa na mimi nikaanza kuombea toka mpaka saa 10 jioni. Hamna nini? Matokeo. Nilifuata neno limesema mmepewa mamlaka ya kufanyaje? Ya kuombea. Kwa nini sikufanya hayo? Lakini leo nafanya kwa kupitia hilo neno, ni kwa sababu tayari natembea kwenye msingi na kanuni. Mimi nashauri tu kwa sababu hii ni vita. Amen. Huyu Yesu mwenyewe leo hii ni Kristo, ni roho. Amen. Inayopambana na ufalme mwingine. Amen.
Amina. Wewe unaumwa, unataka nikuombee mimi, huo ufalme ulionao unafaidi kwako. Wewe hakuna faida, ndio maana unaugua. Amina. 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 Mtume, mimi nina swali. Afu hujasema nani alituma hilo na nani? Hakuandika jina. Sasa huyo ndo mkorofi huyo. Ungeniambia mimi nisingejibu. Unasikia, nisingejibu. Kwa sababu huyu ni mnafiki. Anaogopa nini kutaja jina? Anapenda kuombea. Sasa anaombea ulimgusa. Ana kijiwe chake cha kuombea huko, anakuja kuchukua mafuta omina ya upako wa mtume. Hao ndio wanaotaka kila siku mtume awekee mkono ili na wao wakaombeage watu mtaani huko. Takuisha ni vita. Sione tuko hapa, mengine ni siri yanayotutokea hapo. Amen. Niwaambie kitu, kila siku nawahubiria katika hili. Amen. Kwamba tatizo lilonalo wewe, manake tatizo la mtu ambalo analo linalomsumbua, mimi nalibeba mimi. Ndio maana Yesu ambaye ni Kristo alibeba msalaba pale msalabani, yani matatizo yetu yote. Amen. Mungu wa asili yake wa ukweli anabeba matatizo ya wanadamu wote wapi? Duniani. Wewe una uwezo wewe wa kubeba wewe. Kwanza una upendo. Ni gharama. Niliwaambia siku ile kwamba wamama mnapobeba ujauzito mnaenda reba. Mimi mwenyewe naingia wapi? Reba. Mwanaume naenda wapi? Reba. Manake ule mzigo, si nataka nikuombee mimi wewe. Amen. Kwa ajili ya wewe kujifungua kwako. Amen. Sasa mimi nitakuombeaje wewe wakati mimi siumii? Mnaona gharama ya upendo? Amen. Mnaona gharama ya Mungu? Amina. Unaona? Amen. Unaona? Amen. Ndio maana Mungu anatufundisha tuishi kama yeye alivyo. Tubebe upendo, unyenyekevu na uvumilivu. Watu wanajua hawajui. Jua niwaambie kitu. Amen. Kumtumikia Mungu kuna gharama moja kubwa sana. Na ile gharama lazima utengenezwe, moyo wako huo uwe tayari. Kwa sababu kuna ibada nyingine ili mtu apone lazima wewe utoe nini? Pesa. Mimi nawaambia kweli. Mnasikia aje watakasa? Amina. Yaani ugonjwa mwingine ili mtu apone lazima wewe mchungaji utoe nini? Sasa pesa una? Na kama unayo hujapona katika utoaji, huyo mtu ataponaje? Hawezi kupona. Ndio maana nawaambia katika kuponya lazima utoe kila ambacho unacho wewe ndani. Mimi nina uponyaji. Amen. Kwa sababu mimi sina magonjwa. Wewe mwenzangu. Hapa mmenielewa? Amen. Kuna mwanasaikolojia mmoja alinichekesha sana. Alisema mimi niko hospitali, ni mfano. Kwamba yeye amelazwa hospitalini. Katika kulazwa hospitalini yeye anataka matunda ili afya irudi. Wewe unapeleka neno la Mungu. Anambia mimi nakufukuza kama niko kitanda. Mimi naumwa. Nahitaji chakula. Na njaa. Unakuja ndanga mbangala kisa Yesu alisema sio kila pahala mtu anaumwa ili apate. Mtu ana njaa. Wewe unamletea Yesu Kristo alipanda msalabani. Huyu ana njaa. Amen. Kwa haya maarifa ya njaa lazima utoe nini? Pesa. Na kwenye pesa mchungaji hujapona. Maana aliyouliza yule swali huyu atakuwa mchungaji. Umepona kwenye utoaji. Anaombea wampe. Anaombea wampe. Anaombea ili wampe sadaka. Akimaliza shukrani. Kuna gharama. Kuna mtu ukimwombea atakiwa umpe. Wewe na ndanga mbala mwezio utumbo na kata ndani njaa. Uangana. Amina. Amina. Lakini mtume, mimi nina swali hapo ulipokuwa ukitolea huo mfano kwamba kuna baadhi ya watu kwamba ili apone unatakiwa utoe kitu kumpa.
ni ishara gani ambazo wewe kama mtumishi unapewa labda, au ni kitu gani ambacho kinakujulisha kwamba huyu mtu ili aweze kukombolewa na kifungo labda kitu fulani natakiwa ni Roho Mtakatifu? Zaidi ya Roho Mtakatifu, una utayari wa kumpa nafasi Roho Mtakatifu ndo akuongoze kutatua changamoto za watu duniani, au ni theolojia, elimu uliyosomea ndio ifanye kazi? Uzuri mmeanza vizuri. Amen. Roho alikuwa anajitambulisha. Maana yake ili anga linahitaji kumwamini mtume G.K. Mwansasu kwamba nena si yeye ndani mwake. Amen. Ni Roho wa kweli, na mjue kwamba ni gharama. Anakaa kwenye hizi maiki akihubiri zaidi ya hili sali moja, kuna gharama, amejitoa. Tuwe na roho ya upole, tuwe na roho ya huruma. Amen. Kwa hiyo mimi anayefanya hiyo kazi sio mimi unayeniona. Amen. Ni Mungu mwenyewe ambaye ndiye aliyebeba mzigo wa wanadamu. Ndio maana nimesema Dorcas, wakati unaenda Reba, nilienda mimi, si uliniambia nikuombee? Sasa wewe niambie, wa mama wanapozaa wa homina, wote hao mio mzigo nafanyaje? Unabeba. Kuna mama wote aliozaa hapa mimi sijamuombea akiwa Reba? Aseme si watume message. Amen. Sasa mimi ni baba lizima nakuwa Reba na mimi. Jiulizeni Dorcas, wewe Dorcas ni mtu mzima. Umeingia Reba mara 2. Hebu tupe bwana. Huko ni shughuli. Unafinya magodoro mpaka pa mwisho. Amwambie Rusi, anataka kufinya magodoro. Sema kidogo, upo kwenye maiki. Machungu ya, hebu yaeleze kidogo. Kwa serious. Eleza machungu ya mwanamke unapokwenda kujifungua ukiwa Reba. Ni nini kinachotokea? Afu hicho kitu ndicho nachokuambia mimi, unaponishirikisha mzigo wako, maana kule mzigo na ubeba mimi. Ndio maana Yesu alisema njoni kwangu nyinyi nyote msumbukao na wenye kuelemewa na nini na mizigo, nami nitafanyaje? Nitawapumzisha. Maana mzigo, changamoto yako naacha kwa nani? Kwa Kristo. Maana umeniamini mimi, ndio nabeba mzigo. Hebu eleza dakika chache. Umeenda mara 2 Reba mwanangu. Amina. Usiogope. Kwenye swala la Reba, kwanza ufahamu kama ufahamu wao unavurugika. Unavurugika? Kwa sababu ndio maana utakuta hata daktari wa kiume anaweza kukuhudumia. Anaweza kukuhudumia na usione aibu. Mara usione aibu. Hata kama pakawa na watu wengi unaweza ukapita pasipo nguo. Pasipo nguo kwa sababu ya kile kitu. Kwa sababu wakati umefika. Kwa hiyo huwezi ukaona aibu yoyote. Kwa hiyo na ule unakuwa sio uchungu, ni utungu. Ni utungu. Utungu. Umetungwa mle, yani umewekwa. Uko ndani. Ni tofauti na, kwa sababu hata kwenye neno anasema utazaa kwa utungu. Akamwambia mwanamke, hakika nitakuzidishia uchungu. Hapa huyu Mswahili aliyeandika angeandika utungu. Nitakuzidishia nini? Uchungu wako na kuzaa kwako. Kwa uchungu utazaa watoto. Hebu tuambie hapo. Amina. Kwa hiyo ni kitu ambacho kwa kweli kibinadamu, yani mwanamke anapitia wakati mgumu sana anapozaa. Anapitia wakati mgumu sana kwa sababu inawezekana ni sehemu ya kutokea kiumbe ni ndogo, lakini lazima ifunguke. Na ukiangalia kiumbe kinatoka kina ukubwa gani na kilo yake inategemeana. Mwingine anaweza kiumbe ambacho ni bora ni kuanzia kilo 3. Sasa niambie wewe, huo mzigo nusu kifo. Ni kweli. Sasa hayo ndiyo mimi nayabeba, gharama ya upendo, gharama ya Mungu wa kweli. Amen. Tunajadili ni kwa sababu umeuliza swali. Ni kitu gani ambacho kinakuwemo ndani mwako ambacho kina uwezo wa kujua namna ya kuwahudumia watu? Ndio maana nasema katika kumhudumia mtu ni lazima ubebe ule msalaba. Shida yake uichukue kwanza, uivae wewe kiuasilia. Sio ujanja. Mtu yote aliyetumwa na Mungu, mtu yote mwenye upendo wa kweli, anavaa uhalisia wa tatizo la huyo muhusika kwa huo wakati. Wewe unayependa kuombea una hilo? Kwa hiyo hii ni elimu ya kiroho, ya kiungu. Na hii elimu, mwalimu ni mmoja, ni Roho Mtakatifu peke yake. Ndio maana siku zote naihubiria umma na dunia nzima na ndani ya madhabahu ya Amina kwamba muwe na huruma. Amen. Muwe na nini? Huruma. Hayo ndio simulia hayo. Mimi kama mwanaume, hebu imagine. Mimi ni mwanaume. Afu nasimulia, yani nabeba uchungu nao usema wewe. Mimi naubeba.
Amina. Na ubeba. Msifikie utani, nabeba. Kwani sasa mimi nitakuombeaje? Yaani lazima ubebe. Mimi siombei kama watumishi wengine wanasema toka! Toka! Wale wanabahatisha kwa sababu Yesu alisema nimewapa amri. Mimi nabeba kwanza. Aitwa nani? Mumposa. Boniface anahamia wapi? Kwako. Kwangu mimi. Machungu yale ambayo umeyasimulia Dorcas yale ndiyo nayabeba mimi pale uliponihusisha namna ya kukomboa mauti. Narudia tena, wanawake wangapi na jinsi wanavyozaa wanawake waumini. Wangapi? Mwaka wa 6 mwingine amezaa mara 2 mara 3, wote nimebeba mimi. Hana machungu, hana huruma. Kwa hiyo maumivu unayoyapata wewe pale unaponiambia mimi nikuombee kama mtume, manake yale maumivu yanahamia kwangu. Dhambi ulitenda wewe Dorcas. Chips ulikula wewe. Kwa nyusureni ogwe. Ulikuwa unaruka majoka wewe huko. Unakula chips, unafanya nini? Mara kitu kikawa nga. Hicho kitu sasa mwenzio mimi sasa. Amen. Na ukiangalia kazi zetu tunazofanya hizi hazina malipo. Amen. Usipozimika nini? Moyo. Amina. Sio kama nimejibu sahihi. Sijapenda kuingia ndani tu kwa sababu ni siri ya kihuduma. Amen. Kitu ambacho sio rahisi kupewa ukafanya. Ndio maana ukuta makanisa mengi hayafanyi. Ibada nyingi msione ni kwa nini za ujanja. Amen. Kristo hafanyi kazi ili mradi tu. Amen. Pana gharama ya kumfanya Roho wa kweli wa Mungu akae ndani mwako akafanya kitu. Hizi ibada za kusoma maneno ya Biblia kusema eti mmepewa bure, toeni bure, acha kujidanganya. Amen. Baada ya kufa na kufufuka hatukupewa bure. Wala tutoe bure. Basi ni hekima tu. Amen. Amina. Amina. Mtume, mimi nina swali. Swali langu ni kwamba kwa mfano kwenye mfumo wa utoaji wa sadaka. Kwa mfano mimi nimetoa sadaka labda siku kabla ya siku ya ibada, labda nimetoa sadaka, Mungu amenisemesha nimetoa sadaka. Lakini kabla haijafika kwako kuiwekea mkono uiombee, mtu akapita akaichukua. Sasa swali langu, je, mimi nitabarikiwa? Tabarikiwa tu. Kwa sababu Mungu anachopokea sio yale makaratasi. Amepokea roho yako, moyo wako wa kutoa. Nadhani hata juzi nimefundisha hiki kitu. Kwamba tujitahidi sana kanisa kutii. Mungu anataka kufanya nini? Mungu anataka ufanye nini? Nadhani nifundisha juzi. Amen. Umeelewa? Kwa Mungu anachokitazama umetii. Umefanyaje? Umetii. Mimi vile vitu na viombea ni kutakasa, kutoa ule uchafu. Roho ya choyo. Amen. Hivi watu wengi hawajui. Kwa nini tunatoa sadaka? Ni kwa sababu ni wachoyo. Ili uchoyo ufanyaje? Uondoke. Kwa kwenye sadaka kumejaa nini? Uchoyo. Kumejaa nini? Nishawasimulia. Mimi nimekatazwa kula vyakula vya mara hapa. Ni kwa sababu nisije nikawa mchoyo kama Dorcas ulivyo mchoyo. Kwa nini usio mchoyo? Mimi ni kila vyakula mnavyoleta hapa vilivyojaa maroho ya kichoyo. Manake na mimi nitakuwa mchoyo. Nikimkuta Dorcas ana matatizo siwezi nikamsaidia. Maana yake anayeishi ndani mwangu ni Mungu, asili yake ni kutoa. Amen. Uwezi ukaja Dorcas, lazima ulitoa hiyo sadaka ni kwa sababu kuna kitu unakitaka kwa Mungu. Ukutoa tu hivi hivi. Amen. Kuna kitu unataka kikuachie. Kuna kitu unataka uvuke. Kuna kitu unataka kitokee kwako. Uwezi ukatoa tu sadaka. Amen. Uwezi ukatoa tu. Amen. Uwezi ukatoa. Kwa hiyo swali lako linauliza, je, huyo mtu akichukua hiyo sadaka wakati we bado hujaiombea kwamba uliyetoa utabarikiwa? Wewe tena utabarikiwa sana kwa sababu ibada yako ilishapita. Hayo ni mambo mengine. Amen. Hayo ni mambo mengine. Cha msingi jitahidi sana kutii
na kutekeleza sauti ya Mungu, unaitoa sadaka, ni kwa sababu ya nini? Amen. Tuna sadaka kama aina ngapi kwenye madhabahu? Kuna sadaka ya kujiungamanisha, si ndo manake? Amen. Siku ya ibada. Amen. Amina. Kuna sadaka ya kuhubiri Injili. Kuna sadaka ya fungu la 10, si ndo manake? Amina. Na dhabihu. Hizi ni sadaka ambazo ziko kwenye madhabahu, ambazo ni lazima kila siku utembee nazo. Ni kanuni, ni Mungu ameagiza. Amen. Kwa nini unatakiwa kutoa sadaka ya kujiungamanisha? Ni odi. Sasa wengi watu waamini wanatoa sadaka ya kuhubiri Injili siku ya ibada ya Jumapili wakati hana sadaka ya kujiungamanisha. Naomba mnielewe. Unajua, umekumbusha kitu kimoja ambacho Roho ananisukuma ili watu waweze kubarikiwa, au watu wanakosa kubarikiwa zaidi. Amen. Kwa siku husika wamuoni Mungu, ni kwa sababu hawajafunguliwa lango la siku husika. Sawa, mtume ameagiza tuhubiri Injili pamoja. Kwa njia ya nini? Sadaka. Lengo na kusudi Mungu alisema kwa njia nini? Ataweka ulinzi. Ataweka nini? Ulinzi. Sawa, utakuwepo tu. Kwenye usiku wa siku moja utakuwepo tu. Unaona? Lakini ulichokuja siku hiyo ya ibada kumlilia Mungu ili awe wazi kwako akusikie, lazima ujiungamanishe na nini? Kwa sadaka. Sasa wewe hujatoa sadaka ya kujiungamanisha, unalilia nini? Naona unaangalia juu. Au sijaeleweka hapa? Umeeleweka. Nimesemaje? Umesema kwamba sadaka ya kuhubiri Injili Mungu ameahidi ulinzi. Lakini sadaka ya kujiungamanisha hii inahitajika ni kwa sababu ya kujiungamanisha na nguvu ya ibada ya siku husika. Ili unapomlilia Mungu siku husika uwe na nguvu, wale malaika wawe huru kukutetea. Sasa wewe hujatoa sadaka ya kujiungamanisha na ibada husika. Unaita malaika hao wakufanye. Ndio maana watu wengi wanaomina hapa wanaondoka wako hivyo hivyo. Hawamuoni Mungu ipasavyo kwa viwango anavyotaka. Sadaka ya kuhubiri Injili pamoja na mtume, hata ambao sio wanaomina wako huko wanampenda Mungu, akina Kornelio wanatoa. Wewe ni Kornelio? Ndio nikasiwa Kornelio. Hapana. Kwa nini hapana? Mimi nimeshamjua Mungu. Kwa nini tuishi kwa kubahatisha? Amen. Kwa nini tuishi kwa kubahatisha? Ndio maana hata vichaa wanaishi. Mungu yupo nao. Umenielewa? Lakini wewe unakuja kwenye ibada husika, kwenye madhabahu husika, ili Mungu akusikie, aachilie wale malaika, lazima ujiungamanishe kwa njia nini? Sadaka. Wewe utoi sadaka ya kujiungamanisha, kisha unatoa ya kuhubiri Injili. Unaona watu walivyo. Hizi sadaka zote tatu ni muhimu. Amen. Umenielewa? Amina. Ni muhimu. Kama hii ya fungu la 10, dhabihu imedondokea katikati ya siku ambazo ni za ibada, toa. Lakini kujiungamanisha na kuhubiri Injili ni kila siku unatakiwa utoe. Kila siku. Hilo naomba niseme. Amen. Kila siku kwenye ibada lazima utoe sadaka ya kujiungamanisha. Ni kanuni. Amen. Ni kanuni. Panga bajeti yako vizuri. Amen. Na kwa viwango. Sio unajiungamanisha ili mradi unajiungamanisha. Kwa viwango. Amen. Amen. Malango ni mengi. Mimi wakati naanza kuokoka nilikotolewa ambamo nilifungwa, kulikuwa na malango zaidi ya 12. Mimi niko katikati. Sasa mpaka utoke kule nje. Au hujanielewa bado? Hujanielewa wewe. Mimi na mtume pia kuna mada siku ya Jumatano pamoja na siku ya Jumapili. Na mada ya siku ya Jumatano inasema kwamba, je, ni kweli kila unayoyatenda malipo ni hapa hapa duniani? Kwa sababu ni swali. Je, ni kweli kila uyatendayo malipo yako hapa hapa duniani? Ndiyo, malipo yako hapa hapa duniani. Ni kwa sababu Mungu yuko hapa hapa duniani katikati ya wanadamu. Kama unapanda choyo,
utaendelea kupokea choyo vile vile, manake hutapata na wewe. Kwa nini nasema ni hapa hapa duniani? Mbinguni hakuna ibada hizi. Tumalizane hapa hapa. Mbinguni hakuna kuoa wala kuolewa. Narudia tena. Mbinguni hakuna kuoa wala kuolewa. Kuoa kuko wapi? Duniani. Kwa kama we ni mzinzi sana, mauti utaipatia wapi? Duniani. Kaisubiri ukaipatie kule. Au bado sijaeleweka? Mada yenu ilisemaje katika kuichambua zaidi? Lakini mimi nasema malipo yako wapi? Duniani. Kwa sababu kila kitu ambacho mwanadamu ameruhusiwa kukitenda, matokeo yake yatakuwa hapa hapa. Tunapojadili neno malipo, ni matokeo. Amen. Matokeo ya Mungu wako lazima yadhihirike hapa hapa, sio huko mbinguni. Amen. Kwa ni kweli, ni kila ulitendalo baya au zuri, unalipo wapi? Duniani. Unalipo wapi? Duniani. Unalipo wapi? Duniani. Hapa hapa. Hapa hapa. Haiwezekani wewe useme unamtumikia Mungu katika roho na kweli, afu unakuwa maskini, unaugue, tutaenda kupona mbinguni ya wapi? Mbinguni hakuna ugonjwa. Amina. Mbinguni hakuna hospitali. Amina. Mbinguni ni parapanda neema tu ndio iliyojaa. Na wanaofika kule ni wale walio safi. Narudia tena. Malipo ni yapi? Duniani. Hapa hapa. Ndio maana unaona watu wengi wanateseka. Wanakuja hata kuombewa umina. Hicho nachopitia ni kikombe chako nilichokitenda hapa hapa. Babako alikuwa mwizi. Babako alikuwa muuaji. Umesoma katika ibada za uwizi pesa, babako alikuwa jambazi, anaua watu, anateka watu. Laana unazoziona hizi, familia zimejaa, ni kwa sababu familia imetenda hapa hapa. Dorcas unaopitia, chanzo chake ni ibada alizozifanya baba yako na babu yako na nyanya wako. Alizifanya wapi? Duniani. Ndio hayo unayoyapitia. Malipo yako wapi? Duniani. Kwa hapa nyinyi mkapitiaje sasa katika kundi lenu mlivyokuwa mnajadili? Wengi walisema kwamba malipo unayapokea hapa hapa duniani kulingana na kile ulichokipanda. Kwamba kama ulitenda mema, kwa sababu kwa kuwa mema ni akiba, utapata mema hapa hapa. Na pia kama ulitenda mabaya, kwa kuwa ni akiba pia utayapata hapa hapa duniani. Wenye mada mlizingatia nini? Kuna mahala walisema mtapata mbinguni? Kwenye swala la kupata mbinguni ni kwamba kulingana na matendo yako mema ni kwamba yatakufanya wewe ukamwone Mungu. Mungu tunamuona hapa hapa. Ukamwone Mungu wapi? Mungu yuko wapi? Kwa maarifa ya mtume, Mungu yuko, tuko naye duniani. Sasa anakaa kwa nani? Kwangu. Sasa unasubiri nini? Kwa kuwa maarifa, kuna maarifa mengine huwa pia yanawaambia watu kwamba Mungu yuko. Magonjwa yanatokana na nani? Shetani. Na yeye ni nani? Ni roho. Amen. Anaishi kwa nani? Mwanadamu. Huyo mwanadamu ndio maana anaumwa. Amen. Sio matokeo ya Mungu wake aliyomo ndani. Amen. Uzima nilionao, raha nilionayo, maisha ndio ishi nayo mimi ya amani na furaha katika ndoa yangu na familia yangu, ni kwa sababu nimempa nafasi Mungu wangu hapa duniani, ndo anaishi. Hawa watu unaowaona wote wanateseka ni malipo yao. Ndio maana mimi nimewafundisha sio kila mtu wa kumuombea. Unajua kanisa limefika sehemu mtu yote akisema mimi naomba niombe, wewe hatuombei tu. Hatuombei tu ili mradi unakinywa kikombe toka babu yako na nyanya wako, hayo unaopitia, huo maskini unaopitia huo. Amen. Ni malipo yake ulichokitafuta hapa hapa, manake ulichokifanya wapi? Duniani. Ni uzao kizazi na kizazi. Ndio maana leo hii tumeleta injili ya kuhusu hizi madhabahu ili watu waweze kubadilika, kumpa nafasi Mungu hapa duniani, ili hapa duniani maisha yao yawe mazuri. Kusiwe na magonjwa, dhiki,
wala shida. Ndio maana yake. Kwa sababu ni swali nimeuliza, ni kweli malipo yako wapi? Duniani. Wapi? Duniani. Kwa sababu mbinguni hakuna yeye haya tunayoyafanya hapa. Amina. Amina. Lakini pia mada ya siku ya Jumapili inasema kwamba je, mtu anaweza kumtumikia Mungu bila kwenda ibadani? Je, mtu anaweza kumtumikia Mungu bila kwenda ibadani? Ndiyo, mtu anaweza kumtumikia Mungu bila kwenda ibadani. Unaweza tu. Kivipi? Si tunamwona Kornelio alikuwa anaenda kufanya ibada wapi? Tufremu vizuri swali lenu, msishangae. Fremu vizuri. Bila kwenda ibadani. Kwanza ibada ni nini? Lazima mtengeneze kitu vizuri. Ibada maana yake nini? Ibada unafanyia hata nyumbani. Unafanya. Amen. Mungu si unayo wewe. Hapa tunakusanyika kwa pamoja kumfanyia ibada Mungu ni kwa sababu ya kupokea maarifa au ufahamu. Amen. Mimi nimekwambia wapo waabudu halisi, wako partners, wako majumbani mwao, si wanatuma sadaka? Amen. Kwa nini wanaendelea kutuma sadaka? Mungu waamini wanamuona wakiwa nyumbani kwao, kwani lazima waje hapa? Au mlimaanisha nini kumtumikia Mungu kwa namna gani? Unajua hizi lugha nazo bwana. Labda turudi, mlimaanisha nini? Mimi kwa sababu najibu swali, inawezekana kabisa kumtumikia Mungu bila kwenda kwenye ibada, bila kumfanyia ibada. Tumesema kumfanyia ibada. Lakini maisha ya huyu mtu yanatakiwa yaweje? Maisha ya huyu mtu. Maisha yoyote ya Mungu wa kweli yanabeba utauwa. Ndio, hebu msome Kornelio. Amina. Msome Kornelio. Unajua Mungu ana mifumo mingi sana. Amina. Umeelewa watu wa Mungu? Amina. Ana mifumo mingi sana. Mingi sana kwa sababu yeye ndo anayekuambia ukae hapo. Ndio maana leo hii kwa teknolojia iliyopo, Mtume Mwansaso leo hii yuko live YouTube. Yuko live Facebook. Amina. Marekani wanamuona, si wanafanya ibada? Amina. Amina. Wako amina. Ila fremu vizuri wanaabudu. Fremu vizuri. Wamejiungamanisha na Mungu. Kwa kujiungamanisha na Mungu, kumfanyia ibada Mungu ni mara popote ambapo Mungu aliyemwamini yupo. Watu hata majumbani, watu wa Mungu wanatoa sadaka kwa ajili ya Mungu aliyoko amina. Amina. Inawezekana vizuri tu. Amina. Ila swali lako bila kuwa mtaua sio rahisi. Ila ni rahisi bila kuwa mtaua kulingana na aina ya Mungu wako. Au bado sijaeleweka? Rudia. Msome Kornelio. Umeeleweka. Shida hapa mmeshindwa, labda hamjaframe vizuri nyinyi swali lenu. Labda. Rudieni vizuri mkitaka. Watu walijadilija. Imara. Kuna watu wengi wao walisema kwamba huwezi ukamtumikia Mungu bila kwenda ibadani, kwa sababu ni Mungu gani ambaye utakuwa na mabudu hapo ulipo. Lakini kuna mwingine alisema kwamba inategemeana na mazingira, yote inawezekana. Unaweza ukamwabudu Mungu au ukamtumikia ukiwa nyumbani, kwa sababu kuna watu ambao wako mbali. Anaweza kawa yeye anajiungamanisha na ibada za live, anatoa sadaka kwa sababu ya umbali wake na kwa imani yake, akawa pia anamtumikia Mungu kwa mfumo huo. Kwa hiyo yote inawezekana kwa mitazamo iliyotolewa. Yote inawezekana. Amen. Kumtumikia Mungu bila kwenda ibadani. Amen. Hivi ndio mlivyouliza swali? Majibu kwamba kuna wengine walisema kwamba anaweza mtu akamtumikia Mungu pasipo kwenda ibadani, au mwingine ni lazima aende
ibadani. Kwa nini mwingine lazima aende ibadani? Kiwango cha imani ya mtu. Kila siku Mungu anakuwa, kila siku ni mapya. Tunakutana kwa sababu ya kuongezeana nini? Maarifa. Ufahamu, maarifa. Mungu ni maarifa, Mungu ni ufahamu, Mungu ni elimu. Amina. Mungu ni nini? Elimu. Lakini ni elimu ya namna gani? Ndio maana sasa tumsome Kornelio kulingana na swali lenu. Amina. Amina. Mimi nimekaa miaka 3 sijai kwenda ibada yoyote. Na nilikuwa namtumikia Mungu. Na sadaka uko natoa? Nilikuwa natoa. Ukishatoa ulikuwa unapeleka wapi? Si nakula mimi mwenyewe tena. Si ameniambia nile. Wanacheka eti. Wanacheka. Ndio ulikuwa unajibiwa. Hadi leo ni mtume. Kwa wewe uamini kama mimi ni mtume? Naamini ni. Sasa unawaza nini? So mfumo wa kula sadaka. Mimi nimekwambia sadaka ni nini? Nimekwambia sadaka ni nini? Dorcas, nimesema sadaka ni nini? Nimefundisha mpaka juzi madhabahuni. Mungu alikuwa anatazama mimi, moyo wangu nimeshamtolea. Mungu sio makaratasi. Na pale alikuwa ananiambia kula, si nilikuwa namsikia yuko ndani mwangu. Na wewe kama anakuambia kula, kulaga. Lakini kama anakuambia peleka pale Omina, peleka. Wewe mwenyewe tena ndio umeuliza swali. Mungu amesikia sauti amesema nipeleke nini? Sadaka kabla ya nini? Ya ibada. Si ndio anasema? Aliyekwambia upeleke kabla ya ibada ni nani? Ila kupeleka tukula hakwambiaje. Sijawahi. Sasa mimi mwenyewe nimezibuia hizo. Eti ndio kazi anacheka. Kama hujasikia sauti ya kuzibuia, usibuie. Peleka ambako umeambiwa. Mimi niliambiwa niwe natoa sadaka lakini nisiabudu popote. Sasa ningepeleka wapi? Hebu imagine wewe ningepeleka. Si ulikuwa unahifadhi. Nihifadhi nipeleke wapi? Acha uoga. Wewe huna Mungu nielekea wewe. Nahifadhi wapi? Unasubirishia siku atakapokuambia. Wapi? Wapi? Kwani sadaka zinapotolewa kazi yake ni matumizi. Sasa mimi nilikuwa nabuia mimi mwenyewe zingine ananituma mara kamsaidie Dorcas nasaidia. Ibada hiyo, unajua nyinyi. Mungu ni mpana sana. Mimi miaka 3 yote. Miaka 3 yote. Kuna toa sadaka sasa hivi baadaye unaenda kula nyama. Sasa. Mimi nimetoa. Mungu anasema toa sadaka. Nimetoa. Hapo baadaye baba mimi sina ya kula, ambia hiyo unayo hiyo hapo, chukua kanunue nini? Eti Mfumo wako ulikuwa mzuri. Mimi oji. Mimi sijatokea kwenye makanisa. Kwa mfumo unaweza hata kutoa kitita chote cha ndani. Ndio nachokwambia. Sikinarudi tena. Mimi wewe hapa nimeshawatangazia, mnasikia? Amen. Sadaka anaweka nazo ni nani? Wewe mwenyewe. Mimi nimeambiwa nitoe sadaka ya fungu la 10 ya hizo sadaka. Na nikishatoa inarudi tena kwa nani? Kwako. Hiyo ni ibada tofauti. Hebu naomba mnielewe. Amina. Naomba fanyaje? Tuelewe. Naomba mnielewe. Naomba nielewe. Mungu anachotaka ni kutoa. Amen. Tujifunze kutoa. Tuache roho ya choyo, ndio ibada. Ndio maana wanasema sadaka ni roho au ni moyo. Wanamaanisha hivyo. Amina. Amina. Wanamaanisha hivyo. Kitendo cha kufanyaje? Kutoa. Mimi nimesali nyumbani kwangu miaka 3. Natoa nini? Sadaka. Ile sadaka Mungu amenishuhudia ndani imetolewa. Alafu mimi namuomba tena mahitaji, anambia hiyo kula.
Usishangae mwanangu. Amina. Huyu ndo Mungu wa Mtume G.K. Mwansasu, ambaye ni pendo, unyenyekevu na uvumilivu, ambaye ana uwezo wa kumfungua mtu na tatizo likaisha kwa kumpa sadaka. Amen. Kuna mmoja wana Mungu akaniambia, huyu ili afunguliwe mpe hela. Hapo nilipompa sasa akapendeza, Jumapili akafungu na mpaka sasa amefungu. Sasa wewe unajua. Amen. Amen. Je, mtu anaweza kumtumikia Mungu bila kwenda ibadani? Ndio. Anaweza kumtumikia Mungu bila kwenda ibadani. Amen. Ibada gani? Ibada ya mkusanyiko. Lakini pale pale ambapo Mungu anaweza kutumika na huyo mtu bila kwenda ibadani, pale ni ibada inafanyika. Kwani ibada maana yake nini? Ni pale unapojiungamanisha katika imani ya kweli na Mungu uliyemwamini, ukaanza kumtumikia. Na moja ya utimilifu wa ibada lazima utoe nini? Sadaka. Mtu wake sadaka majumbani, alafu kiziomba hizo zatakwambia buya. Unaombaje upewe kitu ambacho hujaweka? Ndio maana nasema mnakuja kwenye ibada kumwomba Mungu, ujiungamanishi na sadaka ya kujiungamanisha. Unatakiwa kitakutokea nini kwako? Kitatokea nini? Huwezi kupokea. Huwezi kupokea. Kwa utarudi tu siku husika. Hata biashara kesho haitakuwa nzuri. Haitakuwa nzuri. Hizi sadaka tatu zote Omina lazima tutoe. Amina. Lazima tutoe. Tena kwa viwango unavyoviona vya hali ya juu, ili Mungu ajidhihirishe zaidi. Amina. 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 Kuna swali la Gladys Mwansasu. Salaka anasema, je, kama mbinguni hakuna kuoa wala kuolewa, hukumu ya mtu aliyooa wanawake wengi imekaaje kiroho? Agano la Kale kwa mfano Daudi alikuwa na wanawake wengi, imekaaje katika kurithi ufalme wa Mungu? Gladys Mwansasu. Kwamba Daudi alioa wake wengi. Amina. Na ufalme wa Mungu ukoje? Tukumbuke kwamba katika ufalme wa Mungu nimesema hamna kuoa wala kuolewa. Kwa kama Daudi kwa sheria za huo wakati na Mungu wao aliwaruhusu kuoa wake wengi, ni kwa hapa duniani. Tunamjadili Daudi. Amina. Hata alivyokufa mama yenu Sara, Daudi alioa. Anoti Daudi, Ibrahimu. Amen. Ibrahimu alioa. Ibrahimu alivyooa, alimuoa mwanamke mmoja anaitwa Ketulo. Lakini leo hii tunasema baba yetu wa imani ni nani? Ibrahimu. Si tunaoa wake kama Ibrahimu? Hapana. Kwa nini? Laana yote ya nyakati zile ambazo Mungu alikuwa anawafundisha namna ya kuishi, watu waliishi kimwili, kiroho. Yesu alikuja kuleta haki. Soma Mathayo 6 mstari wa 24, utajifunza kitu. Kwa nini leo hii tunaoa mke mmoja, atuoi kama Daudi, atuoi kama Ibrahimu? Amina. Kwanza nimalizie kwa Daudi. Daudi alioa wake wengi, alafu Mungu wake akakimbia. Kwa sababu kila mwanamke katika wale 1000 ambao Daudi aliwaoa, Sulemani aliowaoa Sulemani, walikuja wakamnajisi, walikuja na miungu yao. Kwa ili Mungu wetu aonekane tusiwe na matatizo na changamoto hapa duniani, Yesu ambaye ni Kristo ametuamuru sisi katika pendo tuowe mke huyu mmoja, sio zaidi ya mmoja. Tunajifunza maana ya hii lugha katika Mathayo 6:24. Huwezi ukatumikia mabwana wawili. Amina. Amina. Mathayo 6:24 inasema, hakuna mtu awezaye kutumikia mabwana wawili. Hakuna mtu awezaye kutumikia mabwana wawili. Kwa maana atamchukia huyu na kumpenda huyu, ama atashikamana na huyu na kumdharau huyu.
hamwezi kumtumikia Mungu na mali. Huyu ni Yesu sasa anakuja kubadili aina ya ibada na maisha hapa duniani, kwamba haya maisha tuyaishi kiroho, tunakuja kimwili. Yesu hakumaanisha ndoa hapa, natolea mfano tu. Amen. Sio mkaninukuu tofauti. Ili neno alimaanishi ndoa, linamaanisha aina ya ibada. Amen. Linamaanisha nini? Aina ya ibada. Uwezi ukatumika kwa shetani na kwa Mungu. Amen. Ndio maana yake. Umepasoma vizuri Nadia? Amen. Uwezi ukatumikia mabwana. Mimi nimetolea mfano kulingana na swali lililoulizwa la kuoa na kuolewa. Amen. Wakati wa Daudi, wakati wa kina Sulemani, wakati wa kina Ibrahimu. Ni tofauti na nyakati za Yesu. Wakati za Yesu alikuja kutengeneza haki inayobeba upendo. Amen. Kumfanya mwanamke na mwanaume wote wana machungu, panauma. Amen. Mfano tunaoa ni kwa sababu ya pendo. Sio maana unamoa mke umempenda. Amen. Pendo linagawika? Hapana. Kwa nini Dorcas unakimbilia kwamba hapana? Kwa sababu likigawika hakuna ukamilifu. Mfano wa apple ukiligawanya labda ni vipande viwili au vinne, linakuwa sio nzima tena. Kwa wakati wa kina Daudi kama swali, akina Sulemani, akina Ibrahimu, apple lilikubali, upendo wao haukukamilika. Ndio maana Yesu alikuja. Amen. Ndio maana Yesu alikuja. Aya nayaelezea kuhusu hii Mathayo 6:24 ni mfano wa swali, lakini yeye hapa hakumaanisha hakuna mtu awezaye kutumikia mabwana wawili. Amen. Tunakuja kimwili tu kwa kulingana na swali. Hivi wewe mwanamke, ni mfano Dorcas. Amen. Una wanaume wawili, inakuwaje? Haiwezekani. Au hapo wanafanya. Wapo ile wanateseka. Ila wanateseka. Hakuna wanaume wenye wake wawili. Wapo. Ila wanawake wanateseka. Hata mwanaume anateseka. Kwa sababu huko amemdanganya huyu kwamba anampenda huyu. Na huko anadanganya kwamba anampenda. Wakikutana uwezi ukatumikia Mungu na roho inayoitwa mali. Sio mali kama mali. Kuna roho ambao hizo nyakati. Hii roho ndio ambao watu Yesu anawaambia jamani, utajiri, ubilionea upo homina, lakini wewe unataka ubilionea upo kwa shetani, kwa waganga. Mali huyu ni roho inayoitwa shetani, jina lake ni mali. Kama ulikoje kufahamu hapa. Sasa kanisa limeenda kusema kanisa usiwe tajiri, uweze kutumikia Mungu na sio mali hizi unazoziona hizi. Roho inaitwa mali ya kishetani hii. Amen. Make kanisa linakuwa maskini kwa sababu ya hapa. Watu hataki kuwa na nini? Pesa. Atampoteza nani? Mungu. Shetani. Uwezi ukawa na wanawake wawili, uwezi ukawa na wanaume wawili. Lakini swali linapotaka kusimama, nataka kulielezea. Yesu alikuja sasa kuondoa hicho kitu. Amen. Umenielewa? Amen. Kwa maisha ya wapi? Hapa duniani. Kwa sababu mbinguni hamna kuoa wala fanyaje? Kuolewa. Lengo la Yesu, kusudi lake kuja hapa duniani ni ili tuishi kwa amani na upendo. Leo hii wanawake wengi, wanaume wengi, simu mnaingia nazo bafuni. Ni kwa sababu ya nini? Mabwana wangapi? Wawili. Kwa nini usiwe nao tu? Yule doga alichekesha, hajaonekana tena alikuja nao wote wawili madhabahuni. Hapo na wenyewe wanaojua mnapendwa wote, wewe muongo, unapendwa wapi wewe? Amweze mkapendwa sawa? Amen. Yesu alikuja kuondoa laana hiyo na kuturudisha asili ya nani? Ya Mungu. Asili ya Mungu ya kweli ni upendo ambao haumuumizi mtu. Ndio maana nasema lazima tubebeane mizigo. Amen. Mbinguni hamna kuoa.
wala kuolewa. Amen. Nyakati za akina Daudi, akina Ibrahimu, ile laana ilishafutwa. Ilishafutwa na nani? Na Yesu. Amina. Amina. Amina msikilizaji, namba ujumbe 0673906907. Hiyo ni namba ujumbe wako mfupi hapa studio msikilizaji, na kwa sasa moja kwa moja tunaelekea katika ujumbe wa siku ya leo kuhusiana na vyanzo vya kustawi kwa mwanadamu kwa mfano wa mti. Amina mtume, karibu. Amina, asante kwa mwendelezo wa jumbe ambazo Mungu ameziachilia kwa nguvu ya Roho Mtakatifu kwa muda mrefu, ambazo tunazitembea nazo katika hiki kipindi. Tunafundisha na nimefundisha kuhusu kustawi kwa mti kwa kupitia mizizi na matunda yake. Nikatolea mfano wa maisha halisi tunayoyaishi kwenye anga la Njombe na ardhi ya Njombe na miti tulionayo na matunda yake. Nikaongelea viazi, nikaongelea maparachichi, nikaongelea matunda damu, sijui vitu, kila kitu, kwamba tukimwishi Mungu katika mifano halisia wa maisha na mazingira tunayoyaishi, Mungu tutamuelewa vizuri. Amina. Kwa niliweza kufundisha kwamba mti unaoona umekauka manake haujamwagiliwa maji. Amen. Manake haujathaminiwa, manake haujapewa kipaumbele. Lakini ili mti uwe safi na uwe na matunda yaliyo safi, ni lazima maua yamwagiliwe maji. Amen. Lakini tulikokuwa tunakwenda lazima tujue sasa, mimi kama mwanadamu, mtu chini ya jua, ni maji ya namna gani yatakao kufanya wewe ustawi, na nini maana ya kustawi kwa mfano wa ule mti. Matokeo ya maisha yako chini ya jua yanatokana na ibada za namna gani. Tuondoke kwenye yale maji. Kwa yale maji ya kwenye mti tunayageuza kiroho sasa kwa mwanadamu ambaye ni mtu. Ibada ni maji. Kwa aina ya ibada na aina ya Mungu wako unayemwabudu, unayemtumikia chini ya jua, huyo ndiye atakaye kufanikishia maisha. Kwa ili mtu umuone huyu faida ya Mungu wake na namna alipofikia, unaangalia ustawi wa maisha yake. Amen. Kwamba huyu leo amenona, unamuona anapendeza na kawigi, lazima mjue mfukoni shekeli. Kinachostawisha ni nini? Pesa. Kinachostawisha nini? Pesa. Kwa ndani ya kanisa pesa ni muhimu sana. Au sio muhimu? Yaani muhimu. Tuchukue mkasi tukate. Hapana. Hapana nini? Hapana nini? Hapana nini? Leo hii nimewaambia kwamba Mungu, tumefika mbingu ya 7 kileleni. Kule kileleni tunatakiwa kumfikisha Mungu katika kumwabudu, kumsifu na kumtukuza. Na katika kumwabudu na kumsifu na kumtukuza kunahitaji mziki uwepo. Amina. Haupo mziki, Hatufiki. kwa ili mfike Shekeli. mziki unapatikanika kutokana na nini? Pesa. Pesa inapatikanika kutokana na nini? Fanya kazi. Kwa tutafanyeje? Fanya kazi. Fanya kazi. Na ukishafanya kazi unapata pesa. Vyanzo vya kustawi kwa mwanadamu, mfano wa mti. Mwanadamu ambaye ni mtu, mfano wa mti. Mwanadamu mtu anaweza kustawi vizuri pale anapokuwa mwenye haki mbele za Mungu. Kanisa, naomba mnielewe na unizingatie kwa sasa. Ili uweze kustawi chini ya jua, lazima haki yako, manake lazima utembee kwenye misingi ya haki ya Mungu. Anataka nini? Wokovu ni mabadiliko ya tabia. Wengi watu wameokoka, hakuna matokeo. Ni kwa sababu tu hawana haki mbele zake, ingawa wananena kwa lugha. Amen. Mwanadamu ambaye ni mtu anaweza kustawi vizuri pale anapokuwa mwenye haki mbele za Mungu, pale anapoendelea kumjua Mungu zaidi na kutenda yampendezayo Mwenyezi Mungu, ndivyo anavyozidi kustawi sana. Kumbuka hapa, haki ni kitu muhimu mbele zake nani?
Mungu. Una haki? Unalia tu, una haki. Haki moja wapo ni mtakatifu wewe, mpaka unataka huyu Mungu wa Mwansaso akubariki? Unataka Mungu wa Mwansaso abadilishe biashara zako? Unatoa matoleo, unahubiri Injili? Kwa neno haki linasimama kwenye kutembea na kutambulika mbele zake Mungu kwamba huyu ni yule ambaye ni mwabudu halisi. Kumbukeni Mungu amesema anawatafuta waabudu halisi. Leo kanisa halina matokeo mbele zake Mungu kwa sababu sio waabudu halisi, manake hawamgusi Mungu, hawafiki kileleni, ndo maana yake. Kwa ili wewe uweze kustawi, maisha yako ndani ya Kristo yaonekanike, mfano wa mti unaotoa matunda mazuri unaomwagiliwa maji, lazima uwe na haki mbele zake Mungu. Amina. Una maisha yanompendeza Mungu wako? Unalia Mungu, mimi una maisha ya kumpendeza Mungu? Umbea mwingi, zinaa nyingi, masengenyo mengi. Una haki mbele zake Mungu? Soma wako nani hiyo, Matendo ya Mitume hiyo 10. Kornelio alibeba nini mpaka Mungu akashuka kwake? Amina. Tunapojadili kustawi kama mti na matunda yake uliomwagiliwa maji, ni haki mbele zake Mungu. Unatembea kwenye kanuni. Nimesema kuna sadaka ya kujiungamanisha, kuna kuhubiri Injili, kuna fungu la 10. Unadai nini? Unalialia nini kwa Mungu? Ni wa haki wewe? Una haki kwa sababu utembei kwenye misingi ya haki ya kwake. Mungu anataka ufanye ikiwe ufanye, afu unamlilia. Matendo ya Mitume 10 inasemaje? Amina. Matendo ya Mitume 10 kuanzia mstari wa kwanza inasema, palikuwa na mtu Kaisaria, jina lake Kornelio, akida wa kikosi kilichoitwa Kiitalia, mtu mtaua. Haki ya kwanza hiyo, mtu mtaua, mchaji wa Mungu. Haki ya pili hiyo, yeye na nyumba yake yote. Hapa naomba tusimame. Unajua Injili tunaoileta karne ya 21 nataka kulibadilisha kanisa. Amina. Usitegemee kumwabudu Mungu kwa sababu ya mtu fulani. Wewe kama wewe, unajua juzi ninaposema mama mtume na msimamizi wa huduma wabebe jahazi la kununua vyombo vya muziki, nilikuwa namaanisha, nilikuwa na wajenga wasiwatazame watu, ingawa kila mtu usimtazame mama mtume, usimtazame msimamizi wa nini huduma. Maki nimeona hapa Dorcas anasema kumbe safi bana, kumbe mimi sitoi kwa sababu mtume alisema watakufa maskini, utalia wewe, huna haki. Au janielewa? Amina. Maki nimeona Dorcas akasema alo safi, kumbe mtume kateua wachache. Uwe na ufahamu. Amina. Hata wale wawili nilikuwa na wajenga, wasiwaze wengine, wajiwaze wao. Na maanisha nini? Karne ya 21, familia kama familia, mshikeni Mungu mliyemwamini, ndipo mtakapobarikiwa. Kwa manake tunajifunza kwa Kornelio, Mungu kuna nyumba aweza akathibitika, ni kwa sababu hata watoto wana dhambi. Tunamuona Ayubu, matatizo alimuingia ndani ya nyumba kwa sababu ya familia, mke na watoto. Tufanye nini? Tuwe kama mti unaostawi wenye matunda, maparachichi mazuri yenye soko. Tufanye nini? Dorcas, wewe ni tunda. Dorcas, wewe ni mti. Unazalisha nini mbele zake Mungu? Tabia yako ni matunda. Wewe ni mti, leo umepewa nafasi ya Mungu ya kuwepo duniani. Nini unazalisha? Ili uwe na tunda linaloitwa upendo, unyenyekevu na uvumilivu, likae mbele za watu, ili maisha yako yabadilike, ni lazima uwe mtaua. Amen. Uwe mcha Mungu wa kweli, sio wa kinafiki. Acha ujanja. Amen. Cheni ujanja. Mwanadamu, mtu mwenye haki amefananishwa na mti wa mtende. Soma Zaburi hiyo 92:12. Amina.
Haki lazima tuitazame. Ili Mungu afanye kitu ndani mwetu, una haki gani ya kupewa wewe hazina ya mbinguni uingizwe? Una haki gani? Nyumbani tu kwa baba, shambani uende hapo nataka kula chakula. Baba njaa inauma, hujaenda shamba. Bora hata nyinyi wa siku hizi na baba zetu. Sisi zamani msilete basi, hujaenda shamba. Hamna msosi. Hamna msosi, asikudanganye mtu. Amen. Amina inasema mwenye haki atastawi kama mtende. Mwenye haki atastawi kama mtende. Atakuwa kama mwerezi wa Lebanoni. Miti hiyo, maua hayo, viazi vimestawi ni kwa sababu vimelimwa, vimepaliliwa, vimemwagiwa maji, vimewekewa mbolea. Wajibu wako ni upi mbele zake Mungu pamoja na mtume jike, mpaka unataka Mungu amtume jike afanye kitu kwako? Ni nini unachokifanya wewe? Nini unachomfanyia huyu Mungu? Kumbukeni, ndio maana kuna muda mimi ninapomwombea mtu namwambia Mungu kwa sadaka yake huyu ugonjwa uondoke. Ana haki. Amen. Sasa wenzangu, na mimi wewe unakuja tu unaruka tu muziki hapo. Na hapo anakuja kuvizia tu kuruka muziki. Wakati wa sadaka ukifika anatoka nje. Una haki. Mbona unachungulia sana ndio sasa? Ndivyo alivyo mwanadamu, mtu mwenye haki pale anapokutana na misukosuko katika maisha yake. Hakuna chochote kitakachomfanya apotee. Yaani maana yake hapo ulipo Dorcas, kama unatembea kwenye haki ya hizi sadaka, amen, shetani akikuingia msukosuko wowote ukifika, lazima utapenya, kwa sababu una haki wapi ya Mungu ya kukutetea Mungu, kwa sababu ni kweli unahubiri Injili. Amen. Wewe hautoi sadaka ya kuhubiri Injili. Unataka ulinzi kwenye mtaa wako. Kila siku mabundi mtume, hapana. Hii sio Injili ya Kipentekoste mliotoka nayo. Hii ni Injili mpya ya Kipentekoste ya karne 21 inaongozwa na Roho Mtakatifu, penye haki, utakatifu. Unatembea kwenye mifumo. Wewe utoi sadaka au hubiri Injili. Unataka huyu Mungu akuhudumie. Akuhudumie wapi? Akuhudumie wapi? Hiyo haipo. Kwa hiyo napenda tu kusema kwamba sisi tutakuwa sawa na miti ya maparachichi ya Njombe inayotoa maparachichi mazuri yanayostawi yenye mabilioni, ni kwa sababu sisi tutakuwa na haki mbele zake Mungu. Ukitaka Mungu wa urejeo wa mtume G.K. Mwansasu aliyopo ili aonyeshe vitu kwako, tembea kwenye misingi na haki ya kwake. Cha kwanza utakatifu. Amina. Tembea kwenye mabadiliko. Kuna matoleo haya. Ndio maana naagiza kila siku ulinzi kwenye anga lako, ulinzi kwenye nyumba, litategemea sadaka ya kufanyaje? Ya kuhubiri Injili. Biashara yako itastawi vizuri, hutakuwa na shoti yoyote, hutadhulumiwa, inategemea sadaka ya nini? Ya kuhubiri Injili. Fungu la 10 tumehama kule. Kuhubiri Injili. Hebu kumbukeni. Unajua nyinyi watu mnakumbuka tu yaliyoandikwa kwenye Biblia. Wakati wangu mimi Mungu anasema yoyote yule ambaye atapata ulinzi kwenye anga na nyumba anayoishi ni yule aliyeambatana na mtume G.K. Mwansasu kuhubiri Injili kwa njia nini? Sadaka. Kwa hiyo ili ulinzi halisi kwenye anga na nyumbani kwako uwepo, malaika yule anayehusika na hilo eneo atatazama viwango vyako, unahubiri Injili na mtume. Amina. Ili Mungu asimamie biashara yako. Hapo naomba nielewe. Amina. Ili biashara yako inyoke, istawi, je, unatoa fungu la 10? Ili leo Mungu akusikie kwenye ibada, umejiungamanisha kwa sadaka. Naomba mnielewe. Haki. Amina. Kwa ukiwa na haki mbele zake Mungu na uwezo wa kutamka chochote. Tuna matatizo, Mungu wetu hana majibu, ni kwa sababu hatuna haki mbele zake. Narudia tena. Wengi sana hapa mimi wanatumia mamlaka. Una haki, si unatoa sadaka bwana? Amen. Mimi namwambia tu Mungu wangu, kwa sadaka anazozitoa huyu, ugonjwa uondoke. Na kweli ugonjwa unaondoka. Kwa sababu ana haki wapi? Mbele za Mungu. Lazima mimi niseme mbele zake huyo Mungu.
kwamba huyu ni mtaua. Si unaona yule Dorcas? Amen. Sio Dorcas wewe. Yuko Dorcas wa mfano kwenye Biblia. Amen. Tena ni Matendo ya Mitume ngapi? Kuanzia 10 hapa kwenda mbele hapa. Sio 10 na ngapi? Huyu Dorcas alikuwa anawashonea nguo majoo wahitaji kwenye ule mji. Alipopatwa na mauti, wale watu walilia sana na kumlilia Mungu. Anaondokaje huyu? Nani ambaye atakuwa anatushonea sisi kanzu? Naomba makini hapa. Haki. Amen. Haki. Nani atakuwa anatushonea kanzu? Kwa sababu huyu ndiye pekee ambaye alikuwa anatustiri sisi. Amen. Akaenda kuitwa mtume. Petro akaja akamfufua nani? Dorcas. Kwa sababu ya nini Dorcas? Alikuwa mtoaji. Nani waliomfanya Dorcas afufuke? Alikuwa anawasaidia. Alikuwa anawasaidia. Wewe unataka Mungu afanye nini kwako, wakati wewe kazi za Mungu ufanyi? Miujiza ipo leo hii kwenye makanisa iliyo nyingi kwa sababu watu ni wachoyo. Ujanja mwingi. Wanataka kwa Mungu wakati wao kufanya kazi za Mungu hazipo. Manake hatuna haki mbele zake Mungu. Ndio maana Mungu tunamlilia, tunamwendea, hakuna matokeo. Lakini naomba niliambia kanisa, mbele zake Mungu kama unatembea kwenye misingi ya haki ya kwake, amen, hakuna kinachoshindikana. Mimi kama mtume ni lazima nimlazimishe, na lazima nilazimishe mbingu. Narudia tena, nalazimisha hapo. Mungu huyu haiwezekani, ni mtoa sadaka. Anahubiri injili huyu. Amen. Leo hii mimi mtume wako niko hapa ni kwa sababu ya huyu. Alinunua vyombo vya nini? Vya muziki. Nunua Dorcas. Tukate kamshahara. Nasubiri. Ningekuwa mimi Rusi ningesema mshahara wangu safari wote, Dorcas wote, uende ukanunue vyombo vya muziki kwa ajili ya Mungu wangu. Sio wangu mimi Mwansaso, Mungu wako wewe. Wanaangalia chini. Alafu jioni anaingia kumuomba nani? Huna haki, ndio maana mjibiwi. Lakini leo ukijitoa, ukatoa pesa yako kaenda kununua vyombo kwa ajili ya kumtukuza Mungu kwenye mikutano ya injili ya kata yote ya Njombe mjini ambapo tunatakiwa kuzunguka, utaona. Amen. Lazima upenye kwa sababu una haki mbele zake nani? Mungu. Ulitoa nini? Sadaka. Sasa wewe unataka tu. Siku zote zitakapokuwa zinazidi katika maisha yako, unapoendelea kumfanyia Mungu ibada ukiwa na haki mbele zake, lazima maisha yako yabadilike. Amen. Lazima usitawi. Hiyo inaitwa mizizi. Amen. Ni mizizi ya aina gani? Hapa naomba kuhitimisha. Mizizi inoijenga leo hii mimi ni mile mizizi inotengana na miungu ya ukoo upande wa baba yako, mama yako, mume wako na mkeo. Ile mizizi namna ilivyowekwa ndiyo iliyoleta huo maskini nayo magonjwa leo hii, hayo maisha ndio yaishi. Chanzo chake ni matokeo. Matokeo mapya ya kustawi kwako ni kutembea kwenye msingi na kanuni. Amen. Ya Mungu. Je, una haki? Au hebu soma kwanza Yeremia 17:7. Inasemaje? Yeremia 17:7. Amina. Yeremia 17 mstari wa 7. Unasemaje? Amebarikiwa? Inasema, amebarikiwa mtu yule amtegemea Bwana, ambaye Bwana ni tumaini lake. Ambaye Bwana ni tumaini lake. Huyo mtu amebarikiwa. Kwa ili ubarikiwe, ili maisha yako yabadilike, ni lazima uwekeze kwa huyu Mungu wa homina. Utakula ulikofanya kazi. Mimi si mumunyi injili. Hii ni mifano ya kiroho.
utakula ulikofanya nini? Kufanya kazi. Wao unamtegemea shetani babu yako na kutambika, unakuja kusali alafu tegemea matokeo. Kanisa halina matokeo ni kwa sababu maisha yao hawamtegemei yule Mungu mara walipo. Ujanja. Rudia tena hiyo. Amebarikiwa mtu yule anayemtegemea Bwana, ambaye Bwana ni tumaini lake. Ni tumaini. Mimi bila Mungu siendi kokote. Amina. Endelea 8. Amina. Maana atakuwa kama mti uliopandwa kando ya maji. Maana utastawi manake. Unajua watu wanakuonea wivu tu unapopendeza hivi. Hawajui. Amina. Wakiuliza Dorcas siku hizi, vipi utajibuje? Ni Mungu mwasaso. Kwa sababu ndio unayemtegemea. Amina. Umejiwekeza kwake. Amina. Sio kama mnanielewa, hebu rudia hiyo 8. Inasema maana atakuwa kama mti uliopandwa kando ya maji, uenezao mizizi yake karibu na mto. Maji yapo. Nini maji gani kwako wewe? Neno. Unatembea kwenye kanuni na sadaka zile. Mifumo halisi ndio maana unastawi. Amen. 9. 8 haijaisha. 8 haijaisha 8. Amina. Hautaona hofu wakati wa hari ujapo. Bali jani lake litakuwa bichi, wala hautahangaika mwaka wa uchache wa mvua. Kula uli. Utaishia kunawa. Dorcas siku hizi wewe utaishia hivyo hivyo, mate yanadondoka wewe. Dorcas mwenzio amekaa kando ya mto. Amen. Ni mti huu. Matunda yako nayaona. Amen. Lipstick kidogo. Angel face kidogo. Wigi. Kuna kijana mmoja wa Omina nilimsikia anasema, Dorcas anapendeza kivatu wetu koti twake tule bwana, mimi ndo nampenda. Hakuniona mimi nilipokuwa huyo kijana. Tunda la Roho ni upendo. Tunda la Roho ni upendo. Vyanzo vya kustawi kwa mwanadamu ambaye ni mtu ni mfano wa mti. Mwanadamu ambaye ni mtu anaweza kustawi vizuri pale anapokuwa mwenye haki mbele zake Mungu. Kanisa, wanaomina, naomba utakatifu ni muhimu sana. Tembea kwenye maagizo ambayo naagizwa mimi mtume wako, anayenena kwa huo wakati. Na huu wakati tuliopo ni Mungu ambaye wewe umemwamini. Ili maisha yako yabadilike, fuata haya ninayokuagiza mimi. Fuata sadaka zote zilizowekwa madhabahuni. Chochote ambacho Mungu anataka kifanyike madhabahuni kitakuwekea haki mbele zake yeye. Ili chochote utakachokiomba hakika utaona shida. Narudia tena, ni mfano tu wa sadaka ya kuhubiri Injili. Inakupa haki ya kulindwa maadui wasiwepo kwenye nyumba yako na kwenye anga. Kwa kupitia nini? Sadaka ya kuhubiri Injili pamoja na nani? Na mtume. Haki itakuwa kufanya biashara zako ziende vizuri. Ni pale ambapo utakuwa unajihusisha kutoa fungu la nini? La 10. Haki yako ya siku husika ya ibada ni pale ambapo umetoa sadaka ya kujiungamanisha. Ni sadaka inayofungua, ni odi, nimeingia, naomba munisikie. Amen. Naomba kuwasilisha. Amen. Amina mtume, naomba nikurejeshe mwanzo wakati ukitolea ushuhuda kwamba wewe ulikuwa unaabudu nyumbani kwa miaka 3 na ulikuwa unakula sadaka mwenyewe. Kuna swali la msikilizaji. Unasemaje? Amina. Na swali lake ni la nani? Mimi sipendi sana watu wanauliza maswali ya kutaja majina. Baada za unafiki zishapita. Maana kiwe ana hofu, mtume atanielewa tofauti, wewe una. Fika sema tubadilike. Mambo hadharani. Fika sema tubadilike. Ni nani mwenye jina hilo? Nani aliyeuliza hiyo swali? Ni wewe au ni yuko mtu? Ni Grace Mwasasu, japo amelifuta hilo swali, lakini swali lake kwa nini amefuta? Amelifuta wakati unalisoma au umejuaje amelifuta na unaliuliza? Aliuliza tulijua. Kwa nini anafuta? Sisi tunamsaidia. Amina. Na swali lake alihoji kwamba kama hizo sadaka ulikuwa unakula mwenyewe, je, ulikuwa unazinenea wakati ulikuwa unatoa?
Na kama ulikuwa unanenea, je, hayo matatizo yalikuwa hayakurudia? Matatizo gani sasa? Ambao kuna nenea kwenye sadaka, kama ulikuwa unanenea kwenye sadaka, hiyo sadaka. Mungu si ndio alikuwa ananiambia nile? Manake amezitakasa. Kumbuka, unasikia? Kuna baadhi ya ibada usiige. Amina. Kuna baadhi ya ibada usiige. Amina. Mimi ni OG. Na ndio maana kimekuwa kichekesho. Ndio maana umekuwa ni mshangao. Kwamba ulikuwa unasali nyumbani. Na unatoa sadaka. Amina. Na ile sadaka unaibuia mwenyewe. Unaona? Yaani mimi ni mtu mmoja wa tofauti. Kuja kwangu ni tofauti. Na haya yote manake na yaleta kubadili kanisa. Amen. Ndio maana leo hii wengi wanabisha ninaposema mimi nilipakwa mafuta kwenye ulimwengu wa roho na babangu ambaye ni TB Joshua. Watu hawaamini. Watu wanapenda kupakwa mafuta kimwili kwenye makanisa hivi na mwanadamu anayeonekana. Mimi nimetumwa kubadili kanisa. Kwa hata hili ninalo kushuhudia, nina hiyo ibada. Unajua leo hii watu hawaamini kwamba unaweza kusali nyumbani usisali kokote. Huo wakati kuna watu ambao tulikuwa tunasali mahara, wakati mimi naanza kuokoka. Lile kanisa lilivyofarakana, mimi Mungu akaniambia utaki kuingia kanisa lingine lolote. Siku moja nimekutana nao na waambia walibisha sana. Wao wakahamia vikanisa fulani hapa mjini. Haiwezekani mimi nikakaa tu bila kusali nyumbani. Mimi hivyo nimesikia sauti. Unaona? Kwa hiyo kuna vitu ambavyo dunia au wanadamu au makanisa ni vipya kwao. Mungu ni mpana. Amen. Mungu ni msitu mmoja mnene sana. Bado hii dunia mnaoiona. Hata huko kwenye Biblia mambo ya Yesu hayajaandikwa mengi. Amen. Kanisa tuamke. Swali linasema? Swali lake ambalo aliuliza Grace Mansaso aliuliza kwamba kama hizo sadaka ambazo ulikuwa unazitoa, je, ulikuwa unazinenea? Na kama ulikuwa unazinenea na unakula mwenyewe, je, matatizo yalikuwa hayakurudii? Haya nirudi, ndio maana niko hapa, mimi ni mtume, sina matatizo. Hutakuja kuona na ugua, hutakuja kuona umaskini kwangu, hutakuja kuona lolote. Kwa sababu yeye mwenyewe, manake nikitoa ile sadaka mimi ilikuwa naingia ikulu moja kwa moja. Amen. Sasa kwa Mungu nataka sasa kuna kitu kinachobisha huko. Alafu huyo Mungu ndio anasema ufanyaje? Kutumia. Lakini swali linauliza, matatizo ulikuwa yapate haikuwa yanipate kwa sababu ni OG. Amen. Sasa alikuwa nalifuta kama ile aliogopa nini lenyewe swali. Kuna lingine swali? Hapana. Kuna jumbe za wanatufuatilia Facebook. Wanasema. Amina. Na kwa wanatufuatilia Facebook, Rose Mansaso alisema hosana hapo studio, tuko pamoja mpaka mwisho wa kipindi. Ni Rose Mansaso anataka kumiliki anga na ardhi ya Mgendera. Na Gladys Mansaso akasema kwamba hosana mtume na watangazaji, inayemtosha kofia mwacha ivae. Amina. Akiwa Njombe Sekondari. Amina. Gloria Mansaso anasema amina mtume wa Mungu, asante kwa kuniongezea maarifa. Na Hilda Mansaso anasema amina mtume wa Mungu kwa kutufungua fahamu, anatusikiliza ikiwa Njombe mjini kazini kwake. Amina. Amina. Tweni Mansaso anasema amina baba mtume kwa maarifa. Ni Tweni James Mansaso. Na Sholastika Mansaso anasema amina mtume wa Mungu, asante kwa maarifa. Na Grita Jike Mansaso anasema amina baba mtume, asante kwa maarifa. Amina. Haki mbele zake Mungu ni kutembea kwenye msingi wa haki na maagizo ya Mungu. Amina. Toa sadaka ya kujiungamanisha siku ya ibada. Toa sadaka kwa ajili ya kuhubiri Injili pamoja na mtume. Toa sadaka ya fungu la 10 na sadaka zinginezo ambazo zinafika kwa huo wakati. Haki yako ya kubarikiwa mbele zake Mungu, hazina ya Mungu ya mbinguni itaachiliwa. Lakini ukiendelea kuomba hazina ya mbinguni iachiliwe kulingana na uhitaji wako wakati huna haki. Haki ya kwanza ni utakatifu. Tembea kwenye hiyo misingi. Unaweza kaa unahubiri sana Injili na unaona haina matokeo, jichunguze utakatifu wako. Umeenda kuzini huko, kuganga huko, unaleta hiyo hela ndio kuhubiri Injili wapi? Nani anataka kusikia? Maki na lenyewe tu tunarudi nyuma. Amen. Mimi sio kama nataka pesa. Mungu hataki vichafu. Kwa hata hii sadaka ya kuhubiri Injili unaoileta, sadaka ya kujiungamanisha, sadaka ya fungu la 10 iwe ni sadaka yenye haki mbele zake nani? Mungu. Inotokana na kazi za mikono ya kwako yenye haki. Wewe unaenda kuganga.
Unaenda kufanya ukahaba, wanakuhonga huko, afu unakuja unatuma sadaka, unasema nahubiri injili na mtume, ndio maana hakuna majibu. Jiulize, sadaka yako inatokana na haki? Kwa mtu yoyote mwenye haki mbele zake Mungu, sasa na mti ulio kando kando ya mtu ukimwagiliwa maji, matunda yake yatakuwa mazuri sana. Hebu angalia mparachichi. Biashara Njombe ya mparachichi ni nzuri kwa sababu watu wanamwagilia maparachichi yao, na parachichi duniani lina pesa, ni kwa sababu ni bora. Lina nini? Pesa. Na lina maji huku. Takatifu, takatifu, mtakatifu ishiye juu mbinguni. Baba, nasema asante kwa kuwa ulikuwa pamoja na mimi. Naamini hiki kilichoachiliwa kina matunda na matokeo mbele zako. Tukumbushe yatupasayo kuyatenda ili Mungu uweze kutuhudumia. Najiweka mikononi mwako katika jina la Yesu Kristo. Amina. Ndugu watangazaji,